Ilikuwa pia changamoto kubwa sana. Kwa sababu mzazi wakati ukiingia kwa nyumba yake, number one, ukimitisha barua ya mtoto, ukweli ni kwamba hizo ndio changamoto zilikuwa. Unapata mtoto yenyewe ameitwa katika kaunti nyingine lakini ameitwa day school. Sasa hiyo pia ilituchanganya sana kwa sababu pia ile time ya kuchange shule serikali ilipeana muda mfupi sana. Ahlan wa sahlan wa marhaba. Hicho ni Kiswahili. Ama kweli elimu ndio msingi. Leo ndani ya NLS 254 nitakuwa nazungumzia masuala ya elimu, na hususan saa hizi wakati ambapo tunazungumzia grade 10 transition. Ikikumbukwa kwamba serikali kupitia kwa Rais wa Jamhuri ya Kenya His Excellency William Samoei Ruto ametoa hakikisho kwa kila mzazi ya kwamba apeleke mtoto shuleni 100% transition. Na hii leo pia nitakuwa nazungumza na viongozi na wananchi mbalimbali kuhusiana na swala hili nzima la kupeleka watoto shuleni, kwa sababu ukiwa wewe ni mtu ambaye uko na mzazi, ukiwa wewe ni mtu ambaye uko na mtoto na anafaa kwenda shuleni, mpeleke shuleni. Hii si kwa sababu ya wewe ni wa mrengo upi, wewe unatoka wapi. Rais ametoa wazo hilo kwa kila mtoto hapa nchini Kenya, na ndiposa basi naungana naye mojawapo ya viongozi wa mashinani ambaye atakuwa anatueleza mambo aliyozungumza rais kuhusiana na mambo ya elimu, kupeleka watoto shuleni yamefika vipi, na yeye kama kiongozi wa mtaani atuambie ni changamoto zipi ambazo watu wanakumbana nazo wakati wa zoezi hili. Karibu sana kiongozi. Asante sana. Kwa majina naitwa Ezekiel Gitau. Mimi ni kiongozi katika hii area ya Bondeni na haswa katika biashara ward. Ukweli ni kwamba hii masuala ya elimu sana sana hii mambo ya grade 10 ni kwamba inatusumbua sana kama viongozi. Wakati mwaka jana watoto wakati walikaa chini wakaanza hiyo mtihani ya KJSEA ambao ni ya grade 9, tulijua kwamba wazazi wamejipanga. Na ukweli ni wakati tunatembelea wazazi pale kwa chama, pale mtaani tunaongea na wazazi, tulijua kwamba wazazi wamejipanga kwamba watoto wako grade 9 wanaenda transition ya grade 10 ambayo ni kama mwanzo mpya ya mtoto. Lakini wakati matokeo ilitokea na watoto wakapata mwaliko ya mashule ya upili ambayo ni senior school kwa saa hii, kama kiongozi tulipitia changamoto nyingi sana kwa sababu tulipata wazazi wengi ni ambao hawakuwa wamejipanga. Lakini nataka kushukuru rais. Rais wakati hii mambo iliongelewa kwa runinga kila mahali, rais mwenyewe alitoa order ambayo alisema anataka kuhakikisha kwamba watoto ambao wote walifanya grade 9 wameenda katika grade 10. Lakini wakati nikitembea zangu hapa Bondeni, especially Bondeni na the larger biashara ward, ukweli ni kwamba wazazi wengi bado wako na watoto nyumbani. Na hizi sisi kama viongozi tunaambia wazazi ile directive ya president kwamba watoto waende shule, hata kama hana mavazi ya shule, hana kitabu, hana school fees, watoto waende shule. Sisi tunasisitiza hiyo. Na ukweli ni kwamba wazazi ni kama hawaelewi kwamba rais akiongea ameongea kwamba lazima watoto waende shule. Lakini pia mimi napata kupatia wazazi changamoto. Ni kwamba wakati mtoto wako wako katika level fulani kusema kama ni grade 9 na ni kwamba atafanya mtihani aende grade 10, mzazi lazima ajipange kama mzazi. Kama mimi labda mimi niko na mtoto sahi kwa mfano grade 9, lazima nianze kujipanga kwa sahi. Ndio mtoto akifanya exam November next year itakuwa na hiyo shida. Lakini ukweli ni kwamba wazazi wanapitia changamoto. Wazazi kulingana na ile hali ya uchumi. Ukweli mzazi anakuambia mimi hata ukiniambia Gitau nijipange ama kiongozi nijipange, na shindo ndajipanga nianzie wapi? Kwa sababu number 1 hata kulisha huo mtoto mwenyewe pia ni changamoto. Sasa nitaweka shilingi gani ya kumwezesha kwenda kama hiyo senior school? Lakini tunaambia wazazi kidogo tu, kwa sababu wakati nilikuwa ninatembea door to door hapa Bondeni, nilirealize kwamba mzazi unamuuliza uko na nini ndo tuanzie hapo. Hata kama ni mavazi ya shule tuanzie hapo kwamba uko na nini. Unapata mzazi hana chochote. Lakini ni kwamba kuna wale tuliweza kuongelesha na tukawasukuma, wengine tuliwapeleka baga kwa mashule na wakaenda. Wengine tumejaribu kuwatafutia kama ni vitabu nini. Na pia nataka kushukuru headmaster wa hizi shule zenye ambazo zimetusurround hapa. Nikianza na Menengai, niende na Kurude, Afraha,
Langalanga, hizi shule zote na zingine za hapa Flamingo, na walitupokea vizuri kama viongozi wakati tulikuwa tunapeleka watoto. Mtoto unapata baka alienda na ile mavazi ya junior school. Na mwalimu mkuu ama tuseme principal anamchukua na namnini. Wengine pia walikuwa nenda bila baka vitabu. Na tuliweza kushirikiana. Kwa hivyo tunashukuru sana hiyo directive ya president na pia ushirikiano wa wazazi ambao walituelewa. Lakini bado kuna watoto pale mtihani, tunataka tushirikiane na wazazi tuone kama tutaongea. Juu tulitarajia administration ambayo ni chief wetu akuje. Kulingana na directive ya president alikuwa amepatia kazi machifu. Hawajafika. Lakini tukasema tuchukue majukumu mapema kabla hawajafika ili tuone mambo itakuwa aje. Labda pengine tukizungumzia hapo kwa hiyo transition, na ni jambo nzuri ambalo kwamba rais alilizungumzia ya kwamba anahitaji watoto waende shuleni wakasome. Kuna changamoto zile ambazo tunakumbana nazo. Wazazi wanasema kuna watoto ambao waliitwa shule za mbali, ambapo labda pengine mtoto ameitwa Molo. Kwa mfano tutumie tu hapa Nakuru. Mtoto ni wa hapa Bondeni lakini ameitwa Molo na ameitwa Day. Hapo mambo inakwenda namna gani? Hapo pia ilikuwa pia changamoto kubwa sana. Kwa sababu mzazi wakati ukiingia kwa nyumba yake, number one, ukimitisha barua ya mtoto, ukweli ni kwamba hizo ndio changamoto zilikuwa. Unapata mtoto yenyewe ameitwa katika kaunti nyingine lakini ameitwa day school. Sasa hiyo pia ilituchanganya sana kwa sababu pia ile time ya kuchange shule serikali ilipeana muda mfupi sana. Hiyo pia serikali tungesema iangalie in future, tuone kwamba pia hiyo itatatiza, kwa sababu unapata mzazi anakuambia okay, tupeleke mtoto shule, hana barua ya hizi shule zenye ziko within tuseme sub county yetu ya Nakuru East. Sasa hiyo ilitupatia changamoto, lakini pia tulijaribu kuongea na walimu na pia walimu ikabidi pia ni kama wakati kati tuna sheria pia haiwaruhusu. Hiyo ilikuwa changamoto kubwa, lakini tunaomba in future issue ya kuita mtoto shule kama ni tuseme kwa mfano ukiangalia category tuko na C1 ambapo ni national school, tuko na C2 ambapo ni sub county school, extra county school, tuko na C3 ambapo ni shule ambazo ziko kwa sub county, alafu C4 ni hizi shule zetu ziko katika area ya ward. Kwa hivyo tunaomba serikali kama hii tatizo ambayo ilitokea mtoto yuko tuseme yuko hapa tuseme sub county na Nakuru East na ameitwa Naivasha board, tuseme Naivasha secondary school na Nide, tunaomba sana serikali iangalie hiyo tatizo, kwa sababu hiyo pia ndio imezuia wazazi wengine kutoa watoto manyumbani wapeleke shule. Labda pengine tukisalia hapo tuzungumzie masuala ya manake kuna wazazi wamefika mahali wanaona ni afadhali apeleke mtoto college asimpeleke shuleni kwa sababu ya changamoto hizo. Na ndio maana nikafurahia kukutana na wewe, manake wewe ni kiongozi wa mtaa huu na sauti yako ni kubwa, itaenea na itafika mahali ambapo wale wahusika wanaweza wakachukua hatua. Pengine wale ambao kuna watu ambao wanasikia ripoti ya president lakini bado wanaichukulia ni kana kwamba labda alisema tu. Hilo tuwaambie nini? Kitu ya kwanza lazima mtu ambaye ni rais ndio anakuwa mamlaka yote. Ingaji tuko na katiba ambayo pia ndio the supreme. Lakini rais akiongea hiyo ni sheria. Kwa hivyo mimi naomba wazazi wote wako mashinani na unajua hujapeleka mtoto shule, chukua jukumu directive, kwa sababu ukienda kupeleka tuseme for example umpeleke kama shule tuseme kama Menengai na labda headmaster akuwe kama ana sita hivi, ukirudi nyuma tu hiyo ni directive ya president. Hata wakati president aliongea day one, kesho yake wakati tulienda kwa mashule watoto walipelekwa kwa wingi sana. So mimi naomba yani chukua hiyo sauti ya president, ni sheria. Mzazi tafadhali peleka mtoto vile haiko, hata kama hana vitabu hana uniform ya hiyo shule, chukua jukumu ya kupeleka mtoto shule na atachukuliwa. Na atachukuliwa. Kwa hivyo rais akiongea, rais akona hiyo muhimu sana kuona kila mtoto. Na umeniuliza mambo ya course. Wazazi wengi wenye na opt kupeleka mtoto course ni mahangaiko yenye wamepitia hii transition na kwenda grade 10. Mzazi anaona kwa nini mimi nihangaike na mtoto pia anaenda za course. Kwa hivyo before pia kupeleka mtoto course, wacha mtoto pia afanye maamuzi. Mtoto pia anataka ile certificate ya kumaliza tuseme hiyo ya senior school. Baada ya kimaliza akienda course anaenda ni kama mtu amejiele. Before upeleke mtoto course, tafadhali kana mtoto chini umuone, na pia kama kuna tatizo tukute kama viongozi tutasaidiana tuone mtoto ameenda shule. Niseme asante kiongozi, na natumai ya kwamba wengi tutazungumza na wao ili tujue watu wanasema vipi, kwa sababu tumegundua kwamba transition hii ni nzuri.
wito wa rais watoto wapelekwe shuleni ni mzuri, lakini pia kuna changamoto ya wale ambao labda pengine ameitwa shule ambayo haiko karibu na yeye, na inakuwa ni challenge kubwa sana kwa mzazi. Labda pengine tutaendelea kuzungumza nao kupitia kwa mitandao yetu ya NLS 254, naye tunaipakua tunakuletea wewe ikiwa moto, ili upate kuelewa zaidi. Tunafafanua kwa kina maswala ya elimu na hususan grade 10 transition.